Ombi la ahirisho la wiki 2 kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakuwa mahakamani. Hata angekuwa upande ule wa angekuwa hata kesi imeletwa kwa njia ya kimtandao, kwamba naye kule gerezani ameweza kusikilizwa, basi ingekuwa nafuu, lakini mahakama imeamua kusimama katika kusimamia. Leo Novemba 10, 2025, Jumatatu, ambapo kesi ya uhaini inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Antipas Tundu Mughwai Lissu ilikuwa inapaswa kuendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Hata hivyo, mpaka kufikia majira ya saa 4 kasoro, Tundu Lissu hakuonekana kuwa amefikishwa mahakamani, tofauti na siku zingine ambapo kesi huwa ikianza saa 3, saa 2 na kuwa amefikishwa. Hivyo, kesi ikawa imeitwa katika chumba cha mahakama. Jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru alianza kusikiliza shauri hilo, lakini ndani ya chumba cha mahakama pia Lissu hakuwepo. Upande wa Jamhuri ambao ndio unamshtaki Tundu Lissu, ukiwepo unaongozwa na wakili mkuu wa serikali Thawabu Issa, ulianza kuzungumza na kueleza mahakama kuwa hata wao walipofika asubuhi mahakamani hakumkuta Tundu Lissu. Ndipo walipofanya jitihada za kuwasiliana na mkuu wa magereza kufahamu ni kwa nini mshtakiwa ambaye yeye ndiye anajitetea katika kesi hii, tofauti na kesi zingine ambapo washtakiwa huwa wanatetewa na mawakili wao, ni kwa nini hajafika. Ndipo upande wa magereza ulipowaeleza kuwa hali ya kiusalama imesababisha kutokuweza kufikishwa mahakamani kwa Antipas Tundu Mughwai Lissu. Akaendelea kueleza mahakama kuwa si Lissu peke yake, kutokana na matukio ya vurugu na vunjifu wa amani yalitokea nchini na hasa katika jiji la Dar es Salaam kwa masiku kadhaa yaliyopita kuanzia Oktoba 29, 2025, hata mashahidi ambao walikuwa wanatoka katika mikoa ya Ruvuma, Mbeya na mingineyo wameshindwa kusafiri kuja jijini Dar es Salaam, akieleza mahakama kuwa hali ya usalama katika jiji la Dar es Salaam haiko katika 100%. Hivyo, mashahidi hao wameshindwa kusafiri kuja Dar es Salaam na kuweza kuandaliwa kwa ajili ya kushiriki au kuja kutoa ushahidi katika shauri hili. Shauri leo lilikuwa linaendelea katika sehemu ya utoaji wa ushahidi. Baada ya kueleza mahakama hivyo, ndipo Jaji Danstan Ndunguru alipoeleza kuwa anatoa maagizo maalumu kwa ajili ya shauri hili. Upande wa Jamhuri pia ulieleza mahakama kutokana na hali ya usalama kutokuwa vizuri, mshtakiwa kutokuweza kuletwa mahakamani, lakini pia mashahidi kutokuweza kusafiri kufika Dar es Salaam, wanaomba ahirisho la siku 14. Jaji Danstan Ndunguru aliposimama kutoa maelekezo alisema kuwa anatoa maagizo ndani ya siku 2, yani leo, kesho, lakini kesho kutwa Oktoba 12, Jumatano, Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani. Na si hivyo tu, amewaagiza upande wa Jamhuri kuhakikisha siku hiyo unawaleta mashahidi, unawaandaa kwa siku hii ya leo na ya kesho, hata kama wanapaswa kusafiri kutoka wapi, siku hiyo waweze kufikishwa mahakamani hapa. Lakini aliwaagiza upande wa Jamhuri kutoa summons au wito wa kuiagiza magereza ya kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu ambaye anajitetea mwenyewe katika kesi hii ya uhaini na mkabili aweze kuletwa mahakamani siku hiyo ya Jumatano. Wakili mwandamizi Dr. Rugemeleza Nshala alikuwepo mahakamani. Hapa anatolea ufafanuzi wa kisheria zaidi nini hasa ambacho kimetokea mahakamani. Ya mwezi wa 11 mwaka 2025, Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, Mahakama Kuu ya Tanzania katika kanda ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa imekuja kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu, ambaye liko chini ya jopo la majaji watatu, Jaji Ndunguru, Karema na Kiwonde. Sasa itajua kwamba leo upande wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake, kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini. Lakini siku ya leo kwa bahati mbaya mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa sababu za kiusalama. Lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu, mji wetu wa Dar es Salaam uko salama. Watu wote wameweza kusafiri, mabasi yanafanya kazi. Lakini upande wa mashtaka kwa wamesema kwamba unaomba kwamba kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mahakamani. Kwa hiyo hakuwepo mahakamani. Na baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba ukaeleza mahakama kwamba wenyewe
leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea, si wengine wanatokea Iringa, watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi hawakuweza kuletwa, hawakuweza kutoka kusafiri kuja Dar es Salaam kwenye kesi. Kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri, kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kwa wameomba ahirisho la wiki mbili. Kwa maana hiyo tarehe 10 leo mwezi wa 11 ukiongeza wiki mbili maana yake ni siku 14, ingekuwa maana tunazungumzia tarehe 24 au 25 ya mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu, Jaji Ndunguru, Kionde na Karema, baada ya kulichakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliana upande wa serikali kusema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki mbili, bali wameahirisha kwa siku mbili, yani ya leo na kesho, na kwamba tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio Tundu Antipas Mugwai Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee, na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe na aje upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti. Maana yake kesi ya msingi sana. Sasa sisi tumeweza kuyaona hayo. Sasa bahati mbaya kwa sababu mwenyekiti anajiwakilisha mwenyewe hakuweza kuzungumza, lakini tumeona kama mahakama imeweza kutoa angalau muda kidogo ambao unaonekana ni mzuri, na kwamba siku hiyo tarehe 12 mwezi wa 11 2025 basi kesi hii itaendelea kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea. Huo uhaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti kama utaweza kuwekwa wazi, na kama sio uhaini basi tuweza kujulikana mahakama itatoa uamuzi gani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kuona kwamba ile njia ahirisho ombi la ahirisho la wiki mbili kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakuwa mahakamani. Hata angekuwa upande ule wa angekuwa hata kesi imeletwa kwa njia ya kimtandao kwamba naye kule gerezani ameweza kusikilizwa, basi ingekuwa nafuu, lakini mahakama imeamua kusimamia misingi ya haki na kusema basi imetoa siku mbili ambazo ni kwamba wale mashahidi wa serikali kuanzia hivi sasa huko kokote waliko basi wao waje, na tunafahamu mashahidi wengine ni wale wa kufichwa, hata usalama wao unahatarishwa vipi. Asanteni sana. Habari ya asubuhi, tuendelee kusikiliza matangazo. Kesi ya jopo la majaji watatu inaanza. Criminal Session Case namba 19925 ya mwaka 2025, Jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu, Jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Mapande grupu ya kwanza ukubwa wa namba 1 mbele ya jopo la waheshimiwa majaji. Criminal Session Case namba 19925 ya mwaka 2025, Jamhuri dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Wapande ghorofa ya kwanza ukubwa wa namba 1 mbele ya jopo la waheshimiwa majaji. Kwa mnele mzungu wa kumani huko.
Rais amefungua nchi, ana ulinzi wa usalama. Subiri. Twende. Twende. Angalia usije ukaumia maana. Niende kwa.